Subiri. Hebu subiri kwanza. Sawa. Utoke. Nyamba mnakuwa wachawi, mmetumwa. Umekuja kunijaribu kwenye biashara yangu. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Mimba ya kichaa. Wow. Leo umenipa vizuri sana ni. Usijali. Unataka tena? Hapana. Usiwe na hofu mama. Na hiki kipawa amenipa Mungu. Amenipa nije nikutumikie wewe. Sio mwanamke mwingine. Mimi tulipoje kirudi. Yaani nitakupa vitu vizuri. Hii mambo unazo kaniaoka wewe. Hapa siko huru. Hapa na ramba tu mama. Ramba nini? Umefanya sana baba. Jamani wewe. Kweli. Yaani ndio mume wangu. Yaani sio shida gani. Yeye anakaa hapa. Yeye hata ni sisi kwa kipona. Unamwongelea John? Wewe achana naye mjinga bana. Sasa lakini tunaanzia kwetu sio? Ndio. Unajua nini? Ndio. Ninakupenda sana. Ila naomba kitu kimoja tu. Nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa. Wewe, umefuata nini? Umetumwa. Unakuja kufanya nini? Toka. Sitaki gunu mimi. Toka. Unaniletea mikosi hapa. Toka. Utoke. Nyamba mnakuwa wachawi, mmetumwa. Umekuja kunijaribu kwenye biashara yangu. Toka wewe. Toka kwenda. Umetumwa hapa kwenye biashara yangu. Wamekutuma. Wamekuja kunijaribu biashara yangu, na umeacha migao yote huko umezunguka, umekuja kwenye mgao wangu. Wewe ni mchawi eti. Tena unikome na uende wazimu wako huko. Mama, inatosha. Inatosha nini? Ushamnyanyasa vya kutosha. Kwa hiyo mama, huyu ni binadamu kama sisi. Simu yangu unapokea, sio kupigia simu tunapea unafanya kazi. Yes. Mimi sitaki kukupoteza wewe. Nitaje muda wote na wewe. Nipigie simu yangu pokea. Una shida yoyote ile? Nipigie simu niambie muda wote. Sasa mama, nikutoe hofu. Utakaponihitaji mimi,
usisite kupiga simu muda wowote. Nipo kwa ajili yako. Wewe huru. Toka hapo. Ukitoka hapa hizo zote zilizokupa na kuzioka huko nje. Usiongee kiamume. Kwa hiyo naomba tu nipe ruhusa mimi. Basi si ubaki hata upikie ule. Nitaenda kula kijiweni kule kwa sababu hapo kuna mission ambayo naifanya. Nimsame kitu gani atajua huko. Toka nimekwambia toka wewe. Mwachi natosha bwana, turudi ndani. Atoke. Ondoka nimekwambia toka na uchawi wako. We mama wewe. We mama nini? Yaani wewe mama kabisa unamfanyia mdada wa watu roho mbaya. Kwa hiyo ndio ni binadamu kama mimi, kwa nini asione migawa mingine aje mgawa wangu tu? Ndio wanakuwa wachawi hawa, hujui wewe kaka. Unamfanyia mdada wa watu roho mbaya, amekuja kuomba chakula ofisini kwako. Wewe unamfukuza, unamwagia maji machafu. Sasa Bado hujamaliza kuzaa. Mama bado unazaa. Wewe ndio nizae rana. Kwenye tumbo langu mimi miezi 9 ni mzae gundu kama huyu. Siwezi kubaba gundu kama hii mimi. Niko getini hapa. Upo getini? Nifungulie mlango. Okay, sana kuja. Sasa. Mungu ndio unakuja na mimi kwa serious. Wewe nikwambia tu. Uniambia nini? Beba hivi pa uondoke. Nimbeba tumboni mwangu miezi 9 chizi. Sina mikosi kama hivyo, sina laana hiyo mimi. Wewe mama. Wewe kama vita huko kwenye ukoo wangu hakuna. Unachokiongea hicho mama, Mungu anakuona. Mungu anakuona na wewe mwenyewe pia. Sema mate chini mama. Tu mara 3. Siwezi kuzaa hivyo tena. Nimeshakwambia au na wewe ndugu yako umchukue nenda naye. Kwanza siji kula mgawani kwako hapa tena. Haya shauri yako. Kwenda. Gena, simama basi. Gena. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Mimba ya kichaa.
Gambo. Ona Gena. Anatoka alivyoondoka. Toka muda hajarudi. Na unajua afya yake ya akili. Mama, sijamuona kabisa. Inabidi tumtafute. Maana huwezi kujua huko alikopita huko amekumbana na watu wa aina gani. Unataka nifanye nini? Nimfunge kama miguuni nijue anapoenda, au nimfunge kengele shingoni nijue anapoenda? Mama, nina kazi nyingi za kufanya. Siwezi kumchunga chizi popote anapoenda. Siwezi kuacha kazi zangu nianze kumchunga chizi. Hilo swala la chizi wako inakuhusu wewe. Sawa? Sawa, mimi nitaenda kumtafuta mjukuu wangu. Yeye hakutaka awe hivyo, ni changamoto za maisha. Nitaenda kumtafuta kijiji kizima mpaka nimpate. Subiri. Subiri kwanza. Ila, sawa, itakusaidia. Alafu be careful. Kama tulivyoongea mimi na wewe, ndio hivyo hivyo, umenielewa? Twende. Nisamehe kwa ukimya wa muda mrefu. Naamini kwamba huko ulipo mzima wa afya tele. Na mimi Gambo nimekukumbuka sana. Lakini sasa hatimaye nimerudi. Na muda sio mrefu nitakuja nyumbani kwenu kwa ajili ya kuona furaha ya moyo wangu. Gena, nadhani safari imeanza kupamba moto kama unavyoona. Ila kama wewe ukisema mimi nilishe kwenda, naweza nikailisha safari. Hapana Gena. Wewe nenda tu kupambania ndoto zako. Na mimi katika maisha yangu huwa nakuombea sana ili uweze kufanikiwa. Kwa sababu wewe ukifanikiwa, mimi pamoja na maisha yetu yatakuwa mazuri sana hapo baadaye. Gena, kitu pekee ambacho mimi najivunia kwako, sawa, mimi nasema nashukuru kwa sababu hata hivyo mimi umekuwa ni mtu ambaye unanifariji kila ninapokata tamaa.
Sawa. Gena, naomba uniahidi kwamba hata kama sitokuwa utajitunza na utanitunzia hazina yangu. Mimi nakuahidi utakuwa hapa ukusubiri, haijalishi utakuja mwaka gani, nitakusubiri. Natamani kubaki, lakini sina budi kwenda kusoma kwa sababu naamini kwamba mambo mengi yatabadilika baadaye. Ila hata kama nikichelewa kiasi gani, naomba usikate tamaa kunisubiri. Sawa? Hili ni agano letu. Jana. Kuna safari nyingi sana katika maisha ya binadamu, lakini hakuna safari ngumu kama safari ya mapenzi. Siku zote haijawahi kuwa rahisi kwenda mbali na kutengana na yule mtu unayempenda, lakini hakuna budi kwenda kupambana kwa ajili ya kutengeneza future yetu. Mimi na wewe mpenzi, najua unaumia, hata mimi pia ninaumia, lakini haya yote ni kwa sababu ya kutengeneza kesho yetu iliyo njema.
Saa ya nani? Umekujeje chumbani kwangu? Basi labda uko shuleni mbona alisahau kwenye dawati au kwenye benchi. Labda kaiokota au kaiba bisi. Hivyo. Koma usitumie vibaya. Wewe makini. Hakuna ambacho sikijui kukuhusu wewe hapa ndani. Sawa. Na hapa nimeshaweka utaratibu mpya kabisa. Kuingia bure, kutoka nje ni hela. Mimi mwenyewe kapuku sina hata miaka. Nini nichomeshe siri au nitunze siri? Mungu wangu, maskini jini, kimempata nini? Mbona alikuwa vizuri tu, amepata shida gani? Na vipi kuhusu zile ndoto zake, ni nani atazitimiza? Na vipi kuhusu hiyo mimba, imekuwaje? Na hakuwa mtu wa hivyo, amepatwa na nini mpaka kuwa kwenye hiyo hali? Wegena, karibu. Asante bwana. Umeshafika shuleni? Sasa tu karibu. Umetoka wapi tena? Yaani hata tu shuleni. Kuna huyo mtu nilimkopea viatu. Karibia huu mwezi wa pili. Hataki hata kuniweka. Kila nikienda chenga, kila nikienda sababu, mpaka nachoka. Viatu na vyenyewe vimechoka, hata kuvichukua siwezi, nabaki tu nachoka mimi. Pole rafiki yangu. Mimi mwenyewe nitamani sana nichukue hiyo viatu vyako. Sababu mimi ndani sina kiatu hapo kimoja. Lakini niliogopa kwa sababu sina pesa. Na maisha ya bibi yangu ndio kama haya. Ila mimi namuomba Mungu anisaidie tu katika masomo yangu. Kwa sababu bibi yangu anahangaika sana kunipambania. Mama yangu, baba yangu, wote walikuwa na maisha magumu. Maisha ya bibi yangu ndio kama haya. Ndio maana mimi napambana sana. Ili siku moja nije nimtoe bibi katika haya maisha. Kweli kipenzi, pambania ndoto. Hakuna mtu anasoma ili aje kuishi kwenye maisha magumu. Sema tu inakuwa inatokea. Kwa kikubwa uzima, Mungu atakusaidia. Ndio hivyo.
Mimi ninachoka tu, yani nachoka na watu, nachoka hata. Pole. Mimi sitaki hata kukaa. Nataka tu nikapumzike maana nimechoka. Nikuache tu. Hata kuongea. Nimechoka mno. Basi ndio nikutoe. Mbona hakuwa na bifu na watu? Alikuwa anaongea na watu vizuri. Imekuwaje? Na vipi kuhusu familia yake? Nani ataitimizia zile ndoto alizokuwa anataka kutimiza Gena? Gena? Wewe una nini? Wewe. Gena? Umepatwa na nini? Na tangu lini? Wewe. Wewe. Hivi unanitambua kwanza? Gena? Ni mimi Mati bwana. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake ni mimi bwana, kuna siri ambayo haijasemwa. Wow. Ama kweli watu sahihi ndio huwa wanapotea. Sijui hata na shida gani rafiki yangu, na sijui naweza nikamsaidiaje. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia, leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa, Mungu pekee ndiye shahidi. Aro, hiyo milioni 10 wapi hao wawili? Hiyo milioni 10 nimesema hivi, wapi hao wawili? Alafu Hapo shikamoo. Marhaba. Hizo gramu pimeni vizuri. Msiniingize hasara kama kipindi kile mmeingiza milioni 7 zote zimekatika. Hapo nitumia milioni 2 kesho ya kunywa chai asubuhi. Haya, nakupigia kwanza, nipo na Uncle Chocolate amekuja hapa. Hapo nasikia tafikiri una hela. Uncle wangu nina hela basi tu. Nina hela. Mbona target hapa kumbe ni boss? Mimi tajiri mkubwa tu, mimi tajiri mkubwa sana pale Mwanza. Mimi tajiri mkubwa sana. Nina makontena, nina migodi. Uncle kweli? Afu namuona yule babako anizidi pesa kivyovyote vile. Unaona? Yaani kale kama mdogo kako kale kwenye mdomo kale. Naweza ukatihamisha huko ndani na kababa kako tonge. Na babako akija usije kumwambia. Kama nimesema umesikia? Sawa. Niharibia. Na yule mzee namjua na utajiri wake. Naweza nikaamua nimhamishe ndani. Kabaki tu yangu kichokoleti. Uncle kweli? Migodi mingi sana huko Mwanza ninayo. Unamfahamu ile JSM Wakato? Simjui. Humjui? Huyu aliyeshusha binti yake na ndege siku ya harusi yake. Kweli kule tulienda na baba. Yule rafiki yangu sasa unaona? Kuna marafiki matajiri. Na marafiki matajiri. Nakwambia ile koti, milioni ile koti. Nilinunua gharama kweli yani. Zile enzi za ujagusikia pale time pale side day na wewe
Day ndio nimenunua ile koti. Babako hawezi kununua, usimuone na utajiri wake wote, hawezi kununua koti kama hili. Na salama. Afilo sutalama sasa. Ina kupendeza na kiti chako. Yaani suti nyekundu na kiti chekundu. Ni mwenyewe mwekundu. Oh, sorry yako. Mimi sio mwekundu bwana. Sema mwekundu. Kama makako kanyoaje kana limende amende. Nikaseka kabisa. Chocolate. What chocolate? Bibi anazunguka kila njia, miguu imechoka lakini moyo haujachoka. Anamtafuta mjukuu wake kwa machozi, akiamini bado kuna kesho. Marafiki wanabaki kimya, hawaamini macho wanayona. Huyu ndiye Gena tuliyemjua, msichana wa heshima, mwenye ndoto kubwa. Leo anatembea peke yake, amebeba uchungu ambao hausikiki. Mimba ya kichaa, nani atamrudisha alivyokuwa? Mimba ya kichaa, nani atafungua siri iliyofichwa? Kila jeraha lina simulizi lake, kila machozi yana historia yake. Mimba ya kichaa, hukumu kabla hujajua. Mimba ya kichaa, leo ni yeye, kesho anaweza kuwa wako. Hivi una shida gani? Kila siku mimi naongea sana hilo kuhusu huyo mtu hapo Unafanya nini hapo? Mimi sio nimekaa napiga story na anko. Anko wako wewe ni kaka babako huyo? Ni kaka babako huyo? Yaani mimi kila siku ninaongea kuhusu hilo swala. Sitaki kukuona na huyo wa polisi wakati lakini bado usikii. Mimi sio mama yako sawa? Nikikuita nataka ufike haraka. Sio nikuta chocolate nini? Yaani nataka nikikuita huo umeshafika. Kazi ufanye chochote kile. Kutulize moja uwezi. Kama uwezi angalia TV, ujinga mimi siutaki. Tunaelewana vizuri? Haya wewe ulitakaje? Ulitaka nije kuongea na wewe? Mwenyenyekeza unajua mama yako. Wewe tabia siipendi. Na nikurusha wewe. Haya. Potea. Naongea na wewe, nimekwambia toka hapa. Anko kichokoleti, wewe nenda tu bana. Tutaongea hata kesho. Anko mimi nakuja baadaye. Tutaongea kesho anko wangu, si kanileta matatizo, wewe nenda tu. Afu na wewe nilikuvuruge wewe muone kule. Niondoka nikiacha tabasamu lako mikononi mwangu, kanyacha ahadi. Ulinambia nisubiri nirudi. How do I look? How do I look like now? Yes, good. Unaweza kaenda kwa bibi yake Gena pale. Kutoa balo kabla mstaki watoto waone. Alivae kama apostle. Sio para mwambia ukijana mtanashati. Nami nikasema nitakuwa wako milele. Kila usiku nilihesabu siku,
nikisubiri ile saa ya ingelikuwa wazi. nilibeba pete moyoni mwangu nikaja kukuita mke wangu. Shikamoo. Marhaba, mambo vipi? Poa. Ambele. Kaka, mbona mpendeza sana, unaenda? Nisikilize ndugu wangu. Naenda kuonana na mtu special. Nadhani unamjua. Sina mtu mwingine ambaye naenda kumuona zaidi ya yule ambaye unamfahamu. Nimemiss, si unajua toka nimeondoka mpaka leo hii sijaonana naye. Sielewi atakuwa yupo kwenye hali gani. Nataka nimfanyie surprise. Yaani ikifika pale akiniangalia ambia, "Huyu ni gamba au ni AI?" Acha. Hoya. Subiri, sishazoaga mimi natokaga na kurupuka sasa hivi. Nampigia mapigo ya kipapa. Hoya, hebu nichukue koti kule. Tulijenga kesho kwa maneno yetu. Tulichora nyumba ndani ya ndoto. Tulipanga watoto watakao tuita baba na mama. Leo ndoto zimebaki moshi angani. Nilikuletea zawadi ya mapenzi, ukainua fimbo kunifukuza. Machozi yangu hayakuwa ya maumivu tu, bali ya kumpoteza mtu ambaye bado yuko hai. Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue? Nani aliyekufikisha hapa Gena? Ningebeba maumivu yako kama yangewezekana. Ningekurudishia tabasamu lako kama Karibu Matrida. Karibu. Hii afadhali tena nimekukuta. Matrida. Mimi huyu. Ndugu yangu. Upo? Nipo kama unavyoniona. Upo tembea kwetu. Yaani. Nafanya usafi hapa. Habari yake? Salama zapo. Nzuri. Za huko nyumbani? Salama kabisa. Ndio, karibu. Karibu Matrida. Asante. Za hapa nyumbani? Hapa pazuri kabisa, kama unavyoona hali ipo good. Wazima wote lakini? Sisi wazima. Wote? Ndio. Mimi nilikuwa nazunguka huko, katika mizunguko yangu nikakutana na Gena. Sema kweli yale niliyomkuta nayo sijaielewa kabisa. Yaani cha ajabu ameshindwa hata kunitambua. Nikaona siwezi hata nikafika nyumbani. Uzuri ninapajua kwao, ngoja nipite nijue kimempata nini. Kuhusu hali ya Gena sina jibu kamili. Na kesi yake ile ilikuwa ghafla sana, mpaka hali ile imemkuta. Na ile mimba maana ni kubwa kweli. Mbona maswali mengi sana? Amna, hiyo ni familia, inatakiwa mjue mtu yupo kwenye hali kama ile. Mnashindwaje kujua? Hapana, huwezi kujua yote. Sawa. Kuhusu mimba hatujui chochote na kilichompata yeye. Nipo kwenye mchakato nijue kitu gani kilimpata Gena. Sawa. Lakini Matrida, ni muda mrefu sana uliondoka bila hata kuaga, kuniaga kwamba unaenda wapi. Vipi kuhusu ile swala langu? Unajua nakupendaga sana Matrida. Baba wewe, sisi ndicho kilichonileta hapa. Kuhusu ile swali lako naomba utanitafuta kwa muda wako.
Niliondoka nikiacha tabasamu lako mikononi mwangu, kaniacha ahadi. Ulinambia nisubiri nirudi, na nikasema nitakuwa wako milele. Kila usiku kisubiri ile saa ya kukurudia. Nilibeba pete moyoni mwangu, nikaja kukuita mke wangu. Lakini leo macho haya yameona nini? Mbona ndoto zangu zimevunjika kimya? Yule Gena niliyempenda yupo. Baada ya muda mrefu, hatimaye leo naenda kuonana na mtu nimpendaye. Gena, natumai utaipenda zawadi yangu. Japo ni ndogo, lakini ina thamani kubwa sana katika mapenzi yetu. Nimesimama njia panda, niliahidi kukupenda milele. Leo nimekuta machozi badala ya tabasamu, na mimba ambayo sijui historia yake. Mbona kama kuna watu? Mapenzi yangu hayaja kufa, lakini hata mimi pia ninaumia, lakini haya yote ni kwa sababu ya kutengeneza kesho yetu iliyo njema. Gena, ni wewe? Tulijenga kesho kwa maneno yetu, tulichora nyumba ndani ya ndoto, tulipanga watoto watakao tuita baba na mama. Leo ndoto zimebaki moshi ambani. Nilikuletea zawadi ya mapenzi, ukainua fimbo kunifukuza. Machozi yangu hayakuwa ya maumivu, mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Shikamoo bibi. Marahaba. Karibu. Asante. Bibi, mimi nimekuja hapa nikwambie kuhusu mjukuu wako Gena. Amefika pale nyumbani, mimi nimeanika nguo zangu, nguo nyeupe zimependeza kwenye kamba. Amefika pale amedondosha chini. Mimi nimechoka.
Na hivi ningekuta na Bahati amenikwepa kwepa. Yes, anajikuta chizi. Tunaanika nguo, tunashinda sasa kuishi kwa amani nyumbani. Tukiweka vitu nje anabeba. Tumeweka kitu mpaka tunafika nyumbani tunaishi kwa hofu. Tunadhani ni waizi wengine kumbe ni yeye. Tumechoka bibi. Kama umeshindwa kumlea, mfungie ndani. Ulikuwa anatembea mitaani anatuambia vitu vyetu, tumechoka. Tunataka kumfanya kitu kwa kibaya. Pole. Sio kwamba yani yule anapenda. Kama hali yake mnavyomuona hivi. Hata nikiongea unaongea ili akusikilizi wala. Sio kwamba anapenda kuharibu vitu vyenu. Na mimi nafikia mahali mpaka nachoka. Haya, mimi ndo nimeshafikisha ujumbe hilo. Maana hapa nimeshachanganyikiwa, nguo zangu pale zimeharibika, ziko chafu chini tu pale. Ameshazilalia bita nikafue. Mwambie mimi nikutana naye tena. Au akijana akipita mita yangu kule. Atakachomfanya bibi kaja kunilaumu. Lakini hajapenda hali alionayo hiyo. Hajapenda. Maliza iko bibi. Yaani Gena jamani mwanangu, mtakuja kukuta ameua huko. Nifanyeje? Jamani sijui amekimbilia wapi. Naitwa Gena Genifa, kiboko ya wasomi, nakalisha wanasheria, nafanya kama msomi. Naitwa Gena Genifa, kiboko ya wasomi, nakalisha wanasheria, nafanya kama msomi. Zombi. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Naitwa Gena Genifa, kiboko ya wasomi, nakalisha wanasheria, nafanya kama msomi. Zombi. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia, leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa, Mungu pekee ndiye shahidi. Wewe Gena, unionee hata huruma. Unakoenda huko ujue kama wanakufanyia mabaya huko. Mara wanakupiga, mara wanakutukana. Kwa nini mtoto unataka kunitoa leo wewe? Kutolia tu ndani unaona nini? Wewe mtoto wewe. Jamani, aliyenirogea mwanangu huyu jamani. Sijui ametokea wapi. Mimi nashindwa kuelewa. Wewe mama. Hasa wewe unaongea na nani hapo?
Unaongea na mtu kweli hapa mama? Yaani hapa sana kutwanga maji kwenye kinu. Hauongee na mtu hapa. We cheki. Kweli mama, mimi nilikuambia lakini huyu mtu tumfunge ndani. Au tumfunge na kamba miguuni. Sasa wewe angalia huyu kama huyu. Utamsaidia nini? Alafu mama, hivi aliyemroga kweli huyu mtu yupo kweli? Maana anazidi tu kuchangamka na changamka. Mama atatung'oa meno huyu. Huyu atatung'oa meno, tumfungie ndani. Kwa hali alionayo huyu huwezi kumfungia na kamba. Ukimfungia na kamba kichaa kinazidi. Sasa hapo mama hapo. Huyu utazurura we mitaani mpaka miguu itaisha hiyo. Nakwambia. Kwa huyu hapa, ukisema muache tu hapa nje, atakuwa yupo kule ng'ambo. Huyu aliyemloga na hivi hai pale aliyemloga huyu. Okay. Nahitaji msaada wako katika hili. Wewe ulikuwepo kipindi chote ambacho mimi nilikuwa nimetoweka na kwenda masomoni. Kuna tukio ambalo nimekutana nalo na limeniumiza sana. Yaani limenivuruga kiufu. Natamani kujua ni nini chanzo ama sababu iliyompelekea Gena kuwa kwenye hali aliyonayo. Naomba usinifiche Robi. Tafadhali. Usinifiche chochote. Niambie. Yangu. Mimi kuhusu Gena sifahamu chochote. Ila kwa habari zilizopo, Gena alipotea ndani ya siku 4. Baada ya kupatikana, akakutwa tayari ni chizi. Na kuhusu ule ujauzito, kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, ulizidi kuonekana. Hicho ndo ninachokijua kuhusu Gena. Ule chizi ana bahati sana nimemkosa, ila nimeshamfikishia ujumbe bibi yake kwamba akijichanganya siku tena akaja hapa nyumbani akabeba chochote au akaribu chochote, nitakuja kumtia fimbo, hata kuja kuamini, nitakuja kupata kesi hapa nyumbani. Wewe mwenyewe si uko utaona. Yeye anajikuta chizi, yaani sisi usiishi kwa amani kwenye nyumba yetu, tunamlinda ni yeye. Kama amemchoka nimemwambia hivi, mfungie ndani. Mara sijui mimi mjukuu wangu ni mgonjwa. Yaani ugonjwa wake atuletee sisi, ampelekea aliyemloga. Umemchoka. Bora tumeenda kumwambia bibi yake. Maana mimi sasa hivi ndo narudi hapa nyumbani. Maana nafika hapa nyumbani na kukuta nguo ambazo nilikuwa nimezipanga zote ni na sabuni ndani imeisha. Sasa wewe chizi wewe. Wacha endelee. Maana si hapa hatujamloga, kwani si atuandame. Maana safuata leo mloga. Yeah. Bora tumeenda kumwambia bibi yake. Mwache aje changanya, aje apita hapa, aje nikute mimi. Hapo sawa dada. Mwache aje, atatukuta. Yeye anajikuta chizi. Kwenye machizi vile vile. Mimi mwenyewe hapa ndo mbavu mbili. Atanieleza. Niko ndani hapa.
Okay. Kitu kinachonichanganya mimi sio ile hali ya kuchanganyikiwa kiakili kwa Gena, lakini najiuliza ule ujauzito alionao ameutoa wapi? Yaani mimi sichanganyikiwi kwa sababu Gena amekuwa kichaa. Hapana, ukichaa wake mimi kwangu sio tatizo, kwa sababu najua naweza nikapambana mpaka akapona. Ila ule ujauzito ameutoa wapi? Hilo ndo swali ambalo najiuliza na nashindwa. Hiyo ni surprise kwa kila mmoja. Hakuna anayejua kuhusu ujauzito. Ninachokijua mimi hapo, nyinyi hamkupangwa kwa pamoja. Na ndio maana hatima ikaamua hiyo. Heshima. Funga maneno yako. Sawa. Mimi nitakuwa upande wako kwa kila kitu. Kama unahisi ukifanya hivyo, naweza kuwa sawa. Nitakuwa hapa kukusaidia. Naomba nisikilize. Nitafanya kila kitu. Nitapambana, nitafuatilia mpaka nijue nini chanzo na ni nani anahusika kwenye hayo yote. Siwezi kukubali mwacha Gena anateketea kwenye hali kama hii. Nahisi hivyo ndo sawa. Nahisi inatosha kufresha akili yako. Mama, umetulia? Shikamoo. Marhaba. Ndio. Na huko ulikotoka? Sema kabisa mama. Unajua mihangaiko. Vijana. Nahangaika. Sasa mama, nimewaza na kuwazua kuhusu hili tatizo la Gena. Unajua mama, baba mkubwa wake Gena ana hela nyingi sana, lakini amenyamaza kimya. Sisi huku tunahangaika na mtoto wao, wao wanakula bata huko. Mama, nimepata wazo, tuwapelekee nao wahangaike naye. Au wewe unasemaje mama? Mwanangu. Ndio. Zote leo umeongea jambo la maana sana. Umeteseka vya kutosha. Ndio mama. Na wenyewe akatusaidie. Cheki tu unavyokonda mama. Hauli vizuri. Sasa kwa nini tusiwapelekee nao wahangaikepo? Mbona kiwa mzima wanakuja kumchukua hapa mama? Tena unamgombania kweli? Kila mtu anasema aje kwangu, kila mtu anasema aje kwangu. Leo mgonjwa wamekaa kimya, wamenyamaza kama hakuna lolote. Nimekuelewa. Inabidi washirikishe na wao wazazi. Maana toka huyu mtoto tunateseka naye hapa, wao wametulia tu. Kwa hili jambo nimeona kweli umeongea za maana kweli. Tumpeleke huyu mtoto. Na wenyewe akatusaidia, sisi tukaonekana baadaye ni wabaya. Watakuja kutugeuka hao. Ndio mama. Na kweli wanaweza kutugeuka baadaye. Naviona watatugeuka kabisa. Mama, unaona chizi wako huyu? Wewe, mbona hilo jambo la chizi, neno la chizi unaliweka mdomoni sana? Mama, wewe unaona huyu yuko sawa? Wewe unataka aendelee kuwa mchizi? Ni chizi kweli huyu. Wewe angalia. Ananipiga anko yake. Hebu pima maneno yako unayoongea bwana. Mama ndo mtoto wako huyu. Abaki huku, hamna kurudi nyumbani. Unabaki kwa baba yako huku. Nini? Ingia huku. Cheki ulivyovimbisha mdomo.
Bahati yako mama nakusaidia. Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa, Mungu pekee ndiye shahidi. Karibuni sana. Nisikie mko nyumbani. Nashukuru sana. Ngoja nije. Haya. Karibuni soda. Nashukuru sana. Nenda kutuangaikia tena. Wewe utuliaje ndani mwa watu. Baba tunamkuta. Baba katoka, yupo. Mama. Mimi nilikuwa nimelala ila nimekuta na yeye hayupo. Wewe gani? Kushikashika. Hivi ndo dada Gena? Ndio yeye. Alafu akuaga hivi. Ana hali mbaya sana. Wala akuaga hivi. Au sio yeye? Yeye. Kwa sababu yupo hivi. Umekuwa chizi. Chizi kabisa. Abua. Toka hapo. Sasa. Ndako. Mama. Sasa hapa tunafanyaje? Wewe tuasubiri kidogo. Wasubiria tena mama? Ninaacha ofisi wazi mama. Nimekuja huku ili kama tukiwakuta twende haraka. Sasa ndo hawapo kwanza kusubiri. Basi kaje kitu kingine. Naweza kaa vizuri zaidi. Nimekwambia ulisha nguo hiyo. Si hatujakuloga wewe. Sasa endelea kuendekeza, unakuja unakaa kwenye nguo zangu hapa na unabeba nguo zangu. Nimekwambia rudisha nguo hiyo. Nyungu.
Cheki sasa nguo leta kwanza. Nyu. Wewe unaga nyu. Naona umeshanizoea sana. Naona umeshanizoea sana, sio? Yaani naongea unafanya nyu. Hebu rudisha nguo hapa. Nyu. Unafanya nini kwenye kitu changu hapa? Nakwambia umefanya nini? Umefanya nini kwenye kitu changu? Unanipia nao unanirudishia? Unanirudishia? Mnasema kwa bibi. Mnasema kwa mimi. Mimba ya kichaa nani Siku ile Jumapili niliimba kwa sauti ya mchezo mtono. Yaani kutokuwa na akili kichwani kwako isiwe kero kwa wenzio. Nitakuzabua. Oho, ninapigaga. Oho. Ai, wewe endelea. Nakutafutia fimbo, sio muda mrefu. Uzuri mama ameondoka hapa nyumbani. Wewe endelea kunyurura mdomo wako huo. Oho. Unifahamu vizuri, napigaga. Kang'arishe. Yen. Sasa nataka niende nionane na mama mdogo yako. Unanganisha kiatu hapa. Naitwa Gena Genifa, kiboko ya wasomi, nakalisha wanasheria, nafanya kama msomi. Zombi. Wewe msomi wewe. Au msomi wa machizi. Utakuwa msomi wa machizi wewe. Eti wasomi wawe kama wewe. Hey, wasomi wameisha hapa Tanzania. Kwa akili gani wewe msomi? Be, shika huko. Hapo. Hayo. Ngoja mimi nikang'arisha tu nikaonana na mama mdogo yako nini. Are you crazy? Are you crazy? Au hujanywa chai? Hujanywa chai? Subiri mama mpaka rudi. Mimi siwezi kuingia jikoni kupika. Ndicho ulikuwa mzima, nilikuwa nafurahi unapika chai. Sasa hivi umekuwa poyoyo kabisa, kichwa si zero. Chawe. Kichaa mwenyewe. Sasa Gena, uangaliage viatu hapa, wasia kaiba. Nenda kujiandaa.
Alikuwa binti mwenye ndoto, macho yake yaliona kesho njema. Alitembea kwa heshima na upendo. Leo dunia imemgeuka ghafla. Wengine walimwona kama mzigo, wengine wakamuita laana, lakini nyuma ya machozi yake kuna siri ambayo haijasemwa. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Bosi, kazi tumeshamaliza. Umemaliza? Oh, ukija huko. Yaani pako vizuri. Nimekamilisha vizuri. Basi nisikilizeni kwa makini. Sawa? Na yoyote atakayesikia ameongea kitu kama hiki, anarudi tena hapa hapa kwa mwenzie. Sawa? Sawa. Sitaki dharau za aina yoyote hii maishani mwangu. Sawa? Sawa. Baada ya muda basi taingizia hela zenu. Sawa. Mimba ya kichaa, nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa, nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia leo amebaki njia panda. Mimba ya kichaa. Gena, shika hapo hapo, shika hapo 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 hapo. Wegen, umefanya nini kwenye kitu changu mama? Hivi mama ameenda wapi mama? Jamani, angeona lijukuu lake linavyofanya kazi hapa mbaya. Tumefuga lichizi. Nilimwambia tu tunalifungia huko ndani. Check. Wewe, umefanya nini kwenye kitu changu hapa? Nakwambia umefanya nini? Umefanya nini kwenye kitu changu? Unanipia na unanirudishia? Unanirudishia? Ndazama kwa bibi. Wewe unasema ngwa nini? Yaani kitu changu unachafua hivi? Kitu changu. Wewe gena. Yaani mtoko wangu mimi. Hebu toa kitu changu, toa. Toa mimi mtapako hiki, toa. Toa. Gena. Gena, mimi nitavaa kiatu hiki kweli? Ndasema kwa bibi. Tukutasema kwa bibi, pumbavu. Namna hii. Wewe. Au nikuchapa na simu. Cheki mdomo lilivyo. Nyu. Sikunywa mdomo. Pok. Unasemaje? Au ni pumbavu. Simama hapa nikuchapa fimbo, pumbavu wewe. Jana. Cheki nilivyo mpwani. Ngani kukuta. Ndugu yangu. Asante. Karibu. Nashukuru sana. Ndio? Ndio. Naomba usinichoke. Lakini pia utanisamehe kwa maswali ambayo nitakuuliza. Ni sehemu tu
kwamba na mimi nataka kujua kama naweza nikafanya msaada wowote kwenye hili swala. Haina shida, uliza tu. Jambo lilonileta hapa Magambo ni kuhusiana na Gena. Unajua hali ya Gena imekuwa ni surprise sana, na hususan kwa upande wangu imenidisappoint pakubwa sana kulingana na malengo ambayo nilikuwa nimeyaweka ama tumeyaweka mimi pamoja na Gena. Lakini itakuwa sio mstaarabu au itakuwa sio busara kama mimi nikishindwa kumpambania Gena, ikiwa ni mtu ambaye tumetoka naye mbali sana, tumesaidiana katika mambo mengi. So natamani kujua ni hatua gani ambayo nyinyi mlichukua mara tu baada ya kugundua kuwa Gena yupo kwenye hali ile, au ni nini chanzo ambacho kimempelekea yeye mpaka kufikia kuwa kwenye ile hali. Hayo tu. Gamba. Gamba, kwa kweli hatujafanya chochote. Kama mnavyoona hali yetu ya uchumi ni ngumu, hela hatuna. Sasa kwamba tumpeleke sehemu yoyote hatujampeleka. Alafu kitu kingine kuhusu Gena, hali yake ilianza kama utani. Ukakuta tu mtu anaanza kucheka, anaanza kuvua nguo. Tulishangaa sababu ilikuwa surprise, kama surprise. Yaani hatukutarajia kwamba itatokea kitu kama hicho. Sasa kadri tunavyoendelea tukakuta ndo hata mimi kaanza kukua. Kashangaa kwamba huyu mtu kumbe alikuwa ni mjamzito pia. Sasa hatuelewi nani amefanya hili jambo. Hatumjui huyo mtu aliyefanya kwamba mpe mimba. Sasa angekuwa na akili timamu angetueleza kwamba nani amempa mimba. Tulikaa na mama, sawa, tukashauriana kuhusu Gena. Baba mkubwa yake ana hela, ana maisha mazuri kabisa. Tukawaza kwamba huyu Gena tumpeleke baba mkubwa yake, na yeye atusaidie kufanyaje, kumlea. Sasa tulivyoenda hatukumkuta, tukamkuta tu mtoto. Nasema hayupo, mama naye hayupo. Sasa labda tukija kubahatika kumkuta, tutampeleka angalau atusaidie kumlea, kwa sababu ndugu zake wa upande wa kwa baba walikuwa namng'ang'ania sana kakae kwao, mpaka ilifikia kipindi wakawa nakatalia kwamba sije huku kwa bibi. Lakini nashangaa sasa hivi ni mtu ni mgonjwa, ameumwa, yupo kwenye akili kama hizo, hana akili kichwani. Wamekata kabisa mawasiliano na wanajua kwamba ni mgonjwa. Umeona? Hawaji kumuona, hawataki aende kule. Sasa tulichowaza, tunampeleka kwa baba mkubwa yake na yeye atusaidie kumlea, nao atusaidiepo. Umeona bwana? Shit! Wewe! Hebu achia hicho! Hivyo chizi! Mbona nzulia mabalaa mchana kweupe hivi wewe? Una kitu unanitafuta sio? Kawasumbua aliokuloga sio sisi tuliokuloga jamani, mwe. Nimekwambia ulisha nguo hiyo. Si hatujakuloga wewe. Sasa endelea kuendekeza, unakuja unakaa kwenye nguo zangu hapa na unabeba nguo zangu. Nimekwambia rudisha nguo hiyo. Nyungu. Sasa nguo leta kwanza. Nyungu. Wewe unataka nyinyi.
Naona umeshanizoea sasa. Naona umeshanizoea sana, sio? Yaani naongea unafanya nini? Hebu rudisha nguo hapa. Nyongo. Unaambia nyongo, umeshanizoea, sio? Ninapokuchekea chekea. Sasa ngoja nikuoneshe. Nyongo. Simama. Sawa. Najaribu kukuelewa. Lakini naweza nikashauri jambo. Sawa. Naweza kutushauri. Unajua, kwa haraka ukiangalia hili tukio inadhihirisha wazi kabisa kwamba kuna uwezekano mwingi wa nguvu za giza zikawa zimetumika. Na maanisha kwamba inaweza kuwa ni michezo ya Kiswahili. Kwa sababu Magambo, yule Gena alikuwa mzima kabisa. Hajazaliwa na ule ugonjwa. Ila kama angelikuwa amezaliwa nao tungesema ni ugonjwa ambao amezaliwa nao. Lakini alikuwa ni mtu mzima, timamu, anajitambua, anajielewa. So anavyokuwa sasa yuko kwenye hali kama hii, moja kwa moja inaonyesha kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika, sio bure. Unajua, sitaki kuwa rafiki mnafiki ama sitaki kuwa mtu ambaye nitakuwa sijali ama sina utu. Gena na mimi tumetoka mbali. Pengine hata kielimu mafanikio yangu yanatokana na nguvu yake. Sawa? Kwa hiyo anapokuwa kwenye hali kama ile, ni jukumu langu kumsaidia. Lakini Magambo, unataka kuniambia kwamba hamkujaribu kabisa kumpeleka hata kwenye maombi kanisani, labda akaombewe? Kwa sababu mimi ninavyojua Mungu ana nguvu. Tunashuhudia watu wengi wanapona. Unaona? Je, nyinyi mmejaribu kumpeleka kanisani? Hapo Gamba kuhusu kumpeleka kwa wachungaji, hatujawahi mpeleka. Maana wachungaji wa sasa hivi kama waganga wa kienyeji. Magambo, usiseme hivyo. Unajua, kamwe usisubutu kumfananisha Mungu na wachawi. Mchungaji hata kama akitumia nguvu za kishirikina atahukumiwa yeye, lakini sio waamini. Lakini pia mimi ninavyoona, usimhukumu mtu ikiwa bado hujajaribu. Yaani ilikuwa kwanza muende ama uende uone wao watakujibu nini. Baada ya hapo ndipo unakuwa una haki ya kumhukumu mtu. Unajua kwa nini nilivyoongelea hivyo kuhusu wachungaji? Wachungaji wa hapa mjini hapa, ukimpeka tu mgonjwa wanataka kiingilio, yani shekeri. Sasa Magambo, unajua ikifikia hatua mchungaji akasema hawezi kufanya huduma mpaka apewe pesa, tayari huyo ni mfanyabiashara. Neno la Mungu ama huduma ya Mungu haiuzwi. Unaona? Na ndio maana ni wito. Lakini hata kama akiwa umempata mmoja yuko hivyo, bado kuna makanisa mengi. Licha ya makanisa, wapo watumishi wa Mungu wenye imani ambao wanaweza wakaja hata nyumbani kuja kufanya maombi. Nimekuelewa. Najaribu. Kwa hiyo tokea nimefika hapa sijamuona Gena. Yaani ni Gena. Nilikuwepo hapa. Tumegombana nalo limechafua viatu vyangu. Nilisafisha kiatu changu bwana, nikapaka dawa. Niende kumuona mama mdogo yake huko. Singekuta nipo kupiga mateke hapo kwenye vumbi kiatu changu tena.
Nimelichapa na fimbo, nimelifuma lipo huko kuokota visui vya kuokota huko mitaani. Yaani ukichaa kweli, ukichaa sio mzuri jamani. Lakini pia mimi nitajaribu. Sawa. Haina shida. Nitalifanyia kazi hili na nitahitaji zaidi ushirikiano wenu. Haina shida, tutajaribu. Asante sana. Asante sana. Karibu. Asante. Mama mwenyewe amesafiri, chai hajapika. Na wala usijali. Ni mwenyewe kukaa jikoni tabisi niowe tu. Hebu nitafute tu. Niliondoka nikiacha tabasamu lako mikononi mwangu, kaniacha ahadi. Ulinambia nisubiri nirudi, nami nikasema nitakuwa wako milele. Kila usiku nilihesabu siku, nikisubiri ile saa ya kukurudia. Nilibeba pete moyoni mwangu, nikaja kukuita mke wangu. Lakini leo macho haya yameona nini? Mbona ndoto zangu zimevunjika kimya? Yule Gena niliyempenda yuko wapi? Mbona amenitazama bila kunitambua? Nimesimama njia panda, niliahidi kukupenda milele. Leo nimekuta machozi badala ya tabasamu, na mimba ambayo sijui historia yake. Niseme nini moyo wangu, nikimbia unibaki? Mapenzi yangu hayaja kufa, lakini maumivu yamenizidi. Tulijenga kesho kwa maneno yetu, tulichora nyumba ndani ya ndoto, tulipanga watoto watakao tuita baba na mama. Leo ndoto zimebaki moshi angani. Nilikuletea zawadi ya mapenzi, ukainua fimbo kunifuza. Machozi yangu hayakuwa ya maumivu tu, bali ya kumpoteza mtu ambaye bado yuko hai. Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue? Yule mtu pale yule imba. Limba ya kichaa, nani atasikia kilio chako? Hizi laana nimemkosea nini Mungu mimi? Ngoja aje. Kwa sababu ana mambo ya ajabu. Ananitafutia nini mimi? Ananitafutia nini? Ananizarau. Akamlilia kichaa. Hivi wewe kweli wakumfuata kichaa? Wewe gamba. Ugamba ananitani. Mimba ya kichaa
chake, mimba ya kichaa. Nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia leo amebaki njia panda, mimba ya kichaa. Mungu pekee ndiye shahidi. Kaka, ndugu yako nipo kwenye wakati mgumu sana, na kifupi ni kwamba mimi nashindwa kuelewa. Unajua hali aliyokuwa nayo sasa hivi ni mbaya na anateseka. Kwa hiyo nilijaribu kwenda nyumbani kwao ili niweze kujua labda wao walichukua hatua gani kwa nia ya kutaka kumsaidia ili aondokane na hii hali. Lakini kitu ambacho nimekutana nacho kule, aisee, inakatisha tamaa. Yaani hakuna hatua hata hii moja ambayo wamechukua yenye uthubutu wa kutaka kumtibia yule binti. Ndani huko basha nini? Ukuta kuna hela huko. Hizi picha zimefuata nini mndani? Gamba ameanza kuleta picha za wanawake huko ndani. Na huyu mrembo vipi? Mbona kama namfahamu hivi? Sio yeye, haiwezekani kumfananisha. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Ni wewe Sofia? Karibu. Jambo. Marahaba, ujambo? Jambo. Karibu. Asante. Za nyumbani? Salama. Zaidi wabaki wanaishi naye tu pale nyumbani na kumshangaa, lakini hawaelewi kwamba ni maumivu kiasi gani anayapitia kwenye ile hali. Kwa hiyo baada ya kutoka pale nikaona kabisa kuna haja ya mimi kuvalia njuga hili swala, kwa sababu Gena amenisaidia kwenye mambo mengi sana, mpaka kunifanya mimi Gamba iwe huyu Gamba ambaye wewe unamtizama, Gamba ambaye anajitambua, Gamba msomi. Kuna nguvu kubwa sana yule binti, kitaaluma na kimaadili. Kwa hiyo kama nikisema niachane na hili swala nitakuwa ni mtu mbaya sana. Waswahili wanapenda kusema siku zote maji yakifika shingoni ujue mtu yuko kwenye hali mbaya. Lakini mimi ndugu yako, kwa wakati huu naweza kusema kwamba maji yamefika usawa wa mdomo, kitu ambacho muda wowote na saa yoyote naweza kuwa kwenye wakati mbaya zaidi ya huu nilionao.
lengo na dhumuni la kukutafuta wewe, nahitaji unisaidie. Nimekusikia ndugu yangu. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Hicho ndo nikusisitize. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Akifanyiwa maombezi, akishaombewa tu, atapona na atakuwa salama. Na atarudi kwenye hali yake ile ya mwanzo aliyokuwa nayo. Unaona? Wewe tu uwe na imani. Ukiwa na imani wewe atapona. Lakini mama, Ndiyo. mimi kinaniumiza. Kitu gani mwanangu? Ni kuhusu mwanao. Toka amerudi, anashinda majalalani huko na binti moja hivi tumesoma naye. Saizi amekuwa kichaa, hatujui tatizo ni nini, lakini kila muda yuko naye. Hatuelewi tatizo ni nini, lakini kinaniumiza. Nikaona nipite nikwambie. Gamba anafuatilia kichaa. Ndio. Yupoje huyo kichaa? Ni binti, lakini kichaa mwenyewe anaonekana ni mjamzito. Mjamzito? Ndio. Ni binti ambayo tumesoma naye. Ameugua saizi kichaa. Hatujui tatizo ni nini, lakini ameshakuwa kichaa. Hapo unanifumia. Subiri. Nani atasikia kilio chake? Mimba ya kichaa. Nani atafuta machozi yake? Aliyekuwa taa ya familia Ni huyu mama, sijakosea. Ni huyu. Ni huyu? Sasa huyu binti sasa ndo napata picha. Huyu binti ananitafuta nini? Tena ananitafuta kwenye maisha ya mwanangu huyu binti. Ashawahi kuniletea mchezo mgawani kwangu huyu, ana mapepo huyu. Ametumwa huyu. Mpaka nyumbani kwangu sasa ananijia. Tena ananitafuta vibaya mno. Yaani huyu binti sasa subiri. Mwanangu unafikiri ataolewa huyu? Takuozesha wewe. Yaani wewe subiri. Kwa uzuri uliokuwa nao, uchizi atamsaidia nini? Yaani hana lolote. Hata vivi picha vyake sijui nikavitupe tu, nitavichoma tu moto. Havina hata haja. Nenda mwanangu. Nakwambia. Ngoja aje. Yaani atapita gamba huu mlango. Atanitambua. Haya mwanangu wae. Katika hili swala nimekunywa maji ya bendera. Sina tofauti na mwanajeshi ambaye ameyatoa maisha yake kwa ajili ya kuipambania nchi yake. Kaka, nyeshe mvua, liwake jua. Kwa mateso, kwa maumivu, katika hali yoyote ile ambayo itanivamia kwenye hili swala, mimi niko tayari. Nimejitoa kimasomaso. Lengo na matamanio yangu makubwa ni kuhakikisha Gena analikava kwenye hali yake ya kawaida. Hicho kwa sababu anatia huruma, unajua. Yaani sijajua kama umepata bahati ya kuonana naye, lakini ukweli ni kwamba anafikia wakati mgumu. Ila ni vile kwamba yeye mwenyewe pia hajui nini ambacho anakifanya kwa wakati huu, kwa sababu kama kuna roho ipo ndani yake ambayo inamwendea. Ndio maana ulivyosema kwamba afanyiwe huduma ya maombi. Naona hilo ni wazo zuri. Ndugu yangu, kama nilivyosema, lakini pia uwe na imani. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Atapona na atakuwa salama. Wewe tu uwe na imani na uzidi kujitoa kulingana na ulivyojitoa, na wewe moyo ulionao. Ni moyo wa kipekee sana uliojitoa kumsaidia huyo binti. Kiwa na huo moyo mmoja atapona, na imani anakwenda kupona. Hakuna Mungu aliyemuombea magonjwa kwenye hii dunia. Na vipi kuhusu swala la maombi? Itabidi tumchukue tumpeleke kanisani ama
tunaweza kumchukua mchungaji tukamfuata huko nyumbani. Nadhani kuhusu kumwombea haina haja ya kumpeleka hata kanisani. Na kijana mwenzangu unaweza nikawasiliana naye tukaja hata nyumbani ndo kumfanyia hiyo ibada ya maombezi. Kwa mimi nitawasiliana naye njia ya simu afu kisha nitakupa mrejesho kwamba ni saa ngapi. Sawa, mimi nitakuwepo nyumbani. Na kuanzia muda huu tukiachana, mimi nitakuwa nikisubiri simu yako. Muda wowote wewe nipigie. Atapona, ila nikupe tu pole ndugu yangu. Pole sana. Haina shida. Basi asante sana ndugu yangu. Haya. Haya. Yaani ni gani? Ila ananifanya utani. Ananiletea matatizo gani kwanza? Yaani Yaani mtoto tatizo lake hasikii. Yaani ushauri wote anaoambiwa haelewi. Haelewi chochote. Ina mikosi gani? Hizi laana. Nimemkosea nini Mungu mimi? Kwa sababu ana mambo ya ajabu. Ananitafutia nini mimi? Ananitafutia nini? Ananidharau. Akamlilia kichaa. Hivi wewe kweli wakumfuata kichaa? Wewe gamba. Ugamba ananitania. Tena mwanangu kabisa naona ananitafuta. Yaani mzae tumboni kwangu mimi. Ananiletea matatizo. Na mtafutia mwanamke, yeye anatafuta vichizi huko barabarani. Yaani tena huyu ananitania. Sijui hata nitafuta nini mimi nimesahau. Jamani! Hey! Ai mambo ya ajabu kweli. Yaani hivi kweli nitaelewa kweli? Ngoja kwanza. Nienda sokoni. Yaani hapa hadi muda imetoka. Sielewi hata nilikuwa nataka nikanunue nini. Muda umeenda. Karibu. Ingia. Siingii. Na shida na wewe hapa nje. Kwani ukiingia ndani sio shida, siwezi kuisikia? Nimesema siingii wewe mama. Karibu ingia. Wewe bibi wewe. Mnanitafutia nini kwenye maisha yangu? We bibi. Mtoto wako, huyo chizi wako mjukuu wako sijui huyo. Amekuja mgawani kwangu, amenifanyia fujo na kunifukuzia wateja mgawani kwangu. Na saizi naambiwa mwanangu anazunguka na chizi wako barabarani kwenye madampo. Mmemloga mwanenu, amekuwa chizi na sasa mnataka kunilogea na mwanangu. Si ndo manake? Mnanitafuta nini? Mnanitafutia nini na nimewakosea nini? Kwa nini mwanangu amfuate mjukuu wako madamponi? Kwa nini amfuate huyo chizi? Nimemtafutia mwanamke wa kumuoa. Mzuri, wanawake ni wengi. Kwa nini amfuate huyo chizi? Kama sio mmemloga. Mnanitakia nini? Naomba utoe miwani hayo na ueleze shida yako. Samahani mganga. Bila samahani. Nina shida. Yaani shida yenyewe imenifika hapa. Nina mjomba wangu pale nyumbani. Anaumwa. Haumwi homa hizi za kawaida. Ana kichaa. Tena ana mimba. Sasa mganga, nimekuja kwako nisaidie. Nataka unisaidie nimjue huyu mtu aliyesababisha mpaka mjomba wangu yupo hivi. Maana mjomba wangu anateseka. Huyo binti anaitwa nani? Anaitwa Gena.
bebe, shika huko hapo hapo hapo, hayo. Maskini ya Mungu, hawa binadamu hawana huruma kwa kweli. Kabisa, na ni wabaya kweli. Huyu binti alikuwa ni mwenye akili sana na alikuwa na nyota, ndio maana yote haya yamefanyiwa. Ama kweli akutukana kuchagulia tusi. Mimi nimemtuma mtoto wako amfuate mtoto wangu? Ndiyo. Wewe mwenyewe kaa na mtoto wako muonye. Hivi kwa miaka ya saa hizi wanatafutia watoto wanawake na kushangaa. Ndio mimi namtafutia sasa, ili aepukane na wewe chizi wako. Basi yule uliyemtafutia hajamkubali, amempenda chizi wangu, ndio maana yote haya yamefanyiwa. Na huyo mtu aliyemfanyia haya ni mmoja. Ni mmoja aliyemfanya awe na mimba, ndio huyo aliyemfanya awe kichaa. Yaani huyo aliyemfanya kuwa na mimba na aliyemfanya kuwa awe kichaa. Sasa mganga, kwani huyu Gena kuna kitu alimkosea huyu mtu? Hapana, hakuwa na tatizo lolote, lakini huyu aliyemfanyia haya, kuteseka kwake huyu binti, ndio yeye anatajirika. Anatajirika? Ndiyo. Kwamba amemfanyia kama msukule? Yaani mjomba wangu ateseke vile, aokote makopo huko jalalani, ale maugali jalalani, alafu mtu awe tajiri, atajirika kwa ajili ya kuteseka kwa mtu? Sasa mganga, naomba nijue jambo, unisaidie nimjue huyu mtu ni nani. Ni mapema sana kijana, kwa sababu ukimjua tutazalisha mambo makubwa sana kuliko haya. Hapana mganga, mimi siwezi kufanya jambo lolote. Mimi cha msingi tu nimjue huyu mtu ni nani na kwa nini amfanyie hivi mjomba wangu. Hapa kitu kinachohitajika ni huyu binti awe mzima kwanza, na mambo ya kumjua yatafuata. Sawa mganga. Mganga, kazi ni kwako. Naomba unisaidie huyu mjomba wangu apone, maana anateseka sana, anahangaika, anaokota makopo, anafanyaje? Naomba unisaidie. Lakini kumtibu huyu binti ni ngumu sana, kwa sababu mganga aliyemtumia ana nguvu kunizidi mimi. Ana nguvu tena? Inabidi utoe 200,000 kijana, ndipo huyu binti tumtibu. 200,000? Ndiyo kijana. Sawa mganga, basi ngoja niende nyumbani nikaonana na mama. Nikionana na mama jadiliane kuhusu hili jambo na kurudia tena. Karibu sana kijana. Asante mganga. Asante. 200,000. Sasa we bibi, nakupa onyo. Yaani nikimkuta tena mwanangu
anamfuatafuata huyo kichaa wako. Na kuomba bibi wewe, taratibu na maisha yangu. Tena nakuomba kabisa, sitaki nije nisikie wala nione. Mule nilichokuwa nakisema sasa kimejidhihirisha. Unaona? Haya. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Mbona umetoka naye huko? We, unaona hiki? Ndio huyu. Nani aliyekunyang'anya furaha yako? Nani aliyekuvunja ndoto zako? Nani aliyekufanya usinitambue?